Kwa mkataba tunadai mambo mawili. Kwanza ni nyongeza ya mshahara upande wa basic salary. Pili ni upande wa house allowance. Kiangalia maisha vile iko, maisha imeenda juu sana. So tunataka serikali iweze kufanya makubaliano, iweze kutia sahihi haraka iwezekanavyo. Pili, tuko hapa sababu ya ile malimbikizi ama arrears za 2021-2025 CB ambayo ilikuwa negotiated ikakuwa signed na wakaongeza mshahara kidogo. So tuko hapa tunataka hiyo arrears zilipwe miezi 15 vile tulikuwa tumeelewana na serikali. So serikali kiendelea ku delay na masuala ya wafanyikazi, tuendelea kukua hapa na kazi zote tasimama. Ni kwa sababu tumesomesha, tunataka strike iendelee na tutagoma. Nimeona waziri wa elimu ameandika barua ya kusema kwamba pesa ya kumaliza huu mgomo imetoka. Ningependa kusisitiza kwamba sisi hatutarudi kazini mpaka hiyo pesa tuone imeingia wapi kwa mfuko. Kuongezea tu kwa yale ambayo mwenzangu wa UWASU amesema, huu mgomo ni wa kitaifa na tuko huku nje mpaka hizo ahadi za hiyo mkataba zote ziweze kutimizwa. Tunataka maongelezi ya mkataba wa mwaka wa 2025 to 2029 uanze. Na pia katika ile mkataba wa 2017-2021 yapo maneno ambayo hatukuwahi yatimiza, ambayo koti iliamua kwamba wafanyikazi waweze kulipwa pesa fulani. Pia tungependa waziri wa elimu aweze kuzingatia hiyo. Na mkataba ambao tulikuwa nao ni kwamba tulipatiwa nyongeza kwa fedha zetu za mshahara, na tukakuwa na malimbikizi ambao walikuwa wamesema watatupatia miezi 18. Na wakati huo mwaka uliopita waliweza tu kutupatia malimbikizi ya miezi 3. Na tukakubaliana na serikali kwamba mwaka huu ijapo ilipofika mwezi wa 6 tulikuwa tupatiwa malimbikizi ya miezi 6. Kisha wamalizie mwaka unaokuja miezi ingine 6. Lakini sasa serikali imeshakeuka mkataba huo. Wakati tulifika mwisho wa mwezi wa 6 hakuna malimbikizi yetu ambayo tumepatiwa.